Karibu rafiki mpendwa katika chaneli hii. Tunaendelea na mfululizo wa masomo yanayoelezea kuhusu geuza mwelekeo wa afya yako. Leo kama siku ya 9 ya safari hii ya kuelewa kitabu hiki, tuna somo linalokuwa na kichwa kinachosema unene kupita kiasi. Tutaomba. Asante Mungu kwa upendo wako kwetu. Asante kwa huyu mtazamaji. Mbariki na mtakase Mungu. Acha somo hili lipate maana katika maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kumbuka shairi letu ambalo tumelichukua kila siku katika somo. Wakorintho wa kwanza 10 aya yake ya 31 inasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mpendwa, unapokula, unapokunywa, unapofanya jambo lolote, fanya yote kwa utukufu wa Bwana. Katika somo hili wapendwa, kumbuka kitabu hiki ambacho tunakisoma kimekuwa na faida nyingi sana katika safari hii ya kuelewa, ya kugeuza mwelekeo wa afya yetu. Swali la msingi katika somo hili si hatuulize swali mwili wako unaonekana namna gani. Hiyo sio swali letu katika somo hili, lakini swali ni hili: mwili wako uko katika hali gani, na unaweza kufanya nini ili kuutunza vizuri zaidi? Hiyo ndio swali. Mwili wako uko katika hali gani? Unawezaje kuutunza vizuri zaidi? Hiyo ndio swali la msingi. Sasa swali lingine ni hili: unene kupita kiasi ni upi? Kusema mtu ni mnene kupita kiasi, ni vitu gani ambavyo vinatazamwa? Wanatazama vitu viwili. Wanatazama miaka, uzito, miaka yako, wanatazama na urefu wako. Wakati ambapo miaka yako imekuwa ndogo na wewe umenenepa sana kuliko hata miaka yako, hapo utakuwa umepitia kiasi. Wanatazama na urefu. Ni vitu viwili vinavyotazamiwa katika hali yako. Kwa maana swala la msingi, wewe umepitia kiasi ama viko namna gani? Na namna gani unaweza kufanya kusaidia afya yako mpendwa? Yaani si kila mtu anayekuwa na mwili mkubwa yeye mwili wake umekuwa mbaya. Kuna wale ambao wamekuwa na mwili mkubwa ambayo inaendana na miaka yake. Hapo ni sawa. Hapo ni sawa kabisa. Lakini wewe unaona miaka yako sijui ni michache. Sasa wewe umekuwa na miaka 12. Unapoenda pima unakuwa na vilo ambavyo wanasema unakuwa na 130. Mpendwa, hapo umepitia kiasi. Yaani hapo kwenye kiasi wanatazama miaka, wanatazama na kimo chako, urefu wako. Wewe ni mfupi, wewe ni mrefu, kimo chako kinatazama na miaka yako. Ni jambo la kujiuliza mpendwa. Sasa kwa nini uzito ni jambo la msingi sana mpendwa? Kitabu hiki cha geuza mwelekeo wa afya yako kinasema kwamba unene kupita kiasi unaweza kuhusishwa na matatizo mbalimbali ya afya, ikiwemo shinikizo la damu na kisukari aina ya pili. Kitabu hiki kinatangaza kumbe kuna hali moja ambayo unaweza kuifikia kama gonjwa tu kanasukuma mtu awe mnene. Inaweza kutokea. Unakuta hali ya magonjwa inatokea na mtu anavimba, basi inaweza kutokea. Ni hivi ndivyo kitabu kinavyoeleza. Ndio maana inabidi wakati ambapo unaposikia watu mtaalamu wa afya anaelezea jambo fulani, unapoona kitabu cha afya kinachozunguka kwenye mtandao, chukua kitabu kisome. Kinaweza kukuelekeza na kukusaidia. Ukisikia kuna mafundisho ya afya, inaweza kuelekeza na kusaidia, kwa sababu tumezungumzia hapa shinikizo la damu, tumezungumzia hapa kisukari, tumezungumzia hapa moyo,
tunazungumzia kiharusi. Hivi vyote vinaweza kusababisha mwili wa mtu unabadilika unajikuta mtu mwili wake amebadilika. Na ile yani, ugonjwa huu unaweza kusukuma mgonjwa huyu kuingia katika ugonjwa mwingine. Hiyo ndio tatizo ya magonjwa. Magonjwa yanapotupata au afya yetu haipatikani katika mabox, wanasema afya iko katika boksi lake, afya nyingine iko katika boksi lake. Hiyo hapana. Mwili wako ni muungano wa kitu kimoja, mwili ni mmoja, na magonjwa yanaitana yanafatana tu, kama hiyo kamba ya pikipiki ndio tunaita shen. Yani katika hapa inaweza sababisha na kingine kakatika, lingine likatika. Hii ndio mwili wetu unavyokuwa. Ndio maana ukiingiza magonjwa hiyo yakitokea, unakuta mtu anakuwa na magonjwa ya pressure. Hiyo isipotunzwa vizuri italeta jambo lingine, na ile lingine likikataa kutunzwa vizuri litaleta lingine. Ndio maana unatakiwa kugeuza mwelekeo wa afya yako. Swali lingine ni hili: kwa nini wengi wanaongeza uzito unaongezeka? Mpendwa, katika jambo hili si sahihi kusema mtu mnene ni mtu anayekula sana tu. Hiyo si sahihi. Mara nyingi imekuwa msemo wa nyumbani, ule amekula mingi ndio maana amenenepa. Hiyo si sahihi mpendwa. Kunenepa sio tu kukula mingi, lakini hali ya uzito inaweza kutokea kwa mambo mengi. Ndio maana utakuta inaweza kuleta uzito, unene. Unakuta hali ya kutokuwa na kiasi katika chakula inaletea wengi unene. Utakuta shughuli za mwili inaletea wengi unene. Utakuta mtu anapoanza kupata usingizi vizuri, mkuta siku hizi amesinzia sana vizuri sana, anakuwa na kaamani ka moyoni, inamletea unene. Utakuta mtu mazingira alikuwa ni single, hajaolewa, la siku alipoolewa amefanya ndoa na yeye anavimba, unamkosa. Amevimba. Utakuta wengine tabia za maisha, utakuta mwingine ni umri wake unapoendelea, utakuta mwingine ni historia ya familia, ni jambo linaonekana kama la urithi, familia yao ni ya wanene tu, na mtoto tu kanazaliwa, unaangalia kwenye kuchwa, nywele, pua, vyote vinakuwa na unene, vinaanza kuonekana. Wapendwa, yani na mambo mengine ya kimwili. Ni kwamba kwa hiyo tunapomsaidia mtu kubadilika ama kufata mfumo fulani wa afya, mwelekeo fulani wa chakula, inabidi tuangalie na mambo haya yote, tujue ni nini kinaweza kutokea. Kwa hiyo katika somo hili inabidi jambo la muhimu ni hili: geuza mlo wako. Kitabu chetu kinapoelezea kuhusu jambo hili, geuza mlo wako, kinaeleza kwamba kula kwa ajili ya afya, usikule kwa ajili ya kujifurahisha. Anayekula kwa ajili ya afya anakuwa na equilibre, yaani unaweza kumkuta amejua kuchunga hali yake ya afya, ameichunga vizuri. Kula kulingana na afya, hapana kulingana na raha za mwili. Wengi wanaokula kulingana na viraharaha, chote anachokutana nacho anakula, kingine anakula, kikutana na hiki anakula, huyo hata kosa kupitia kiasi. Yaani ndiyo maana inabidi usijiulize tu ninapenda kula nini. Hiyo sio swali la anayetaka afya. Swali anayetaka afya ajiulize napenda ni kukula nini, lakini swali ni hili: mwili wangu unahitaji nini ili afya iboreke? Watoto wangu wanahitaji nini? Hapana wanapenda kula nini. Hiyo swali unapojiuliza, mwili wangu unataka nini, unahitaji nini, unahitaji nini ili afya iboreke, ni tofauti na mwili wangu unapenda nini. Hiyo ndio swali la kujiuliza. Inabidi tujifunze kuongeza mboga majani, tuongeze matunda, tuongeze vyakula vya asili, tuongeze kunde, tuongeze nafaka zinazofaa, tuongeze maji kwenye meza yetu. Hata kuna baadhi ya matunda ambayo ukiyakimbilia sana yanakuletea unene.
Namkuta mtu anasema mimi leo niko mtu wa mafungo, nimefunga katika maombi. Ninapofunga, lakini amefunga, baada ya kufunga tamkuta amekula matunda yenye mafuta mingi. Namkuta anasema mimi nalaliaka hii matunda itakuletea tu unene. Yaani inabidi uchunguze vizuri sana. Jambo lingine la kuelewa katika jambo hili ni kwamba geuza mwendo wa mwili wako. Mwili haukuumbwa kwa kukaa siku nzima bila shughuli. Jipatie shughuli. Mazoezi yana nafasi muhimu katika maisha yetu ili kuchunga equilibrium, kuchunga mwili wako usimame kwa usawa. Jishughulishe. Usitamani kukaa kimya, kulala, kusinzia, kukaa tu. Umekuwa na kazi ya ofisi, jiwekee mpango wa mazoezi. Kuwe muda unapofanya mazoezi inakusaidia afya yako. Kuvimba sana sio afya bora, mpendwa. Jitahidi sana na kila mmoja wetu ajisaidie. Upima kuona namna utakavyojishughulisha kwa kweli. Elewa kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kuna wale ambao wamekuwa na unene lakini wanajishughulisha na unakuta wana afya bora. Lakini kuna mwingine ukitembea naye hapa ama ukipata bahati mbaya unakaa nyuma yake kanisani, utapata tatizo la pumzi ya kutoka nyuma kubwa, kwa sababu ya hiyo amenenepa, ameshindwa kupumua. Unamkuta tu anavimba. Jishughulishe tafadhali, jishughulishe na uchague chakula kinachosaidia afya yako kuboreka na kusogea mbele. Mpendwa, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 6:19. Hii inamaanisha kwamba inabidi tunajisaidia, hata kama vinaweza kutokea waone kwamba wewe umenenepa, lakini wanajikuta mwili wake una shughuli. Amenenepa lakini ana shughuli, lakini wewe umenenepa, umeshindwa hata kutembea, hata kupiga magoti unashindwa. Unapeleka unene wako wapi? Tusaidie sana, tujipatie shughuli, tuchague chakula ambacho kinafaa ili tusije tukaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Yaani chakula chenye afya kinasaidia safari yetu ya kwenda mbinguni. Mungu asaidie mwelekeo wako. Usifurahie watoto wote wavimbe, wanenepe kwa sababu wanakula wanavyovitaka, kuliko wewe kuwachagulia kile ambacho mwili wao inahitaji. Yaani kusaidia unene, kusaidia maisha yetu, tuchague kile ambacho kinastahili kwenye afya yetu, hapana kile tunachokitaka. Na ujiwekee shughuli katika mwili wako. Mungu akubariki mpendwa, unapochagua chakula kinachofaa kwako, kwa jina la Yesu Kristo, amina.